Karibu, oh karibu kwa mshale wa neno, neno la uzima, mshale wa neno. Mtu mwadilifu duniani atendaye mema daima bila kutenda dhambi. Hayo ni maandiko kutoka kitabu cha Mhubiri 7:20. Na nataka tuangalie kuhusu aina za dhambi na jinsi ambavyo zilivyo. Kuna dhambi aina nyingi, lakini nataka tuangalie aina 3. Kuna dhambi za kuhusika, kuna dhambi za kuhusishwa, na kuna dhambi za kuhusisha ama kuhusishana. Dhambi za kuhusika ni zile ambazo wewe mwenyewe umehusika binafsi. Umehusika kwenye dhambi wewe binafsi. Umejihusisha kwenye dhambi wewe binafsi. Kuna dhambi za kuhusishwa. Hizi ni zile ambazo umehusishwa na mtu mwingine. Amekuhusisha kwenye dhambi mtu mwingine. Na hizi zingine za kuhusisha ni wewe binafsi umehusisha mtu kwenye dhambi. Lakini kwa leo nataka tuangalie kuhusu dhambi za kuhusishwa. Hizi dhambi za kuhusishwa, tukiangalia kwenye Biblia, tunaona kitabu cha Mwanzo 3 jinsi ambavyo Adamu na Hawa walivyotenda dhambi. Na yule ambaye alihusika kwenye ile dhambi haswa ni Eva. Maandiko yanasema kwamba akadanganywa na yule nyoka ambaye ni Ibilisi, na akakula lile tunda ambalo alikuwa amekatazwa na Mwenyezi Mungu asile. Na baada ya kukula lile tunda, alibeba na akampelekea Adamu. Na alivyompelekea Adamu, Adamu naye akala lile tunda. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu aliposhuka kuadhibu, ama Mungu aliposhuka kuwatafuta, Mungu aliposhuka kuwatembelea, alipata tayari washajificha, manake washagundua kwamba wametenda dhambi. Na neno la Bwana linasema ya kwamba laana wakati ambapo ilikuwa inaachiliwa, pia Adamu yule ambaye amehusishwa kwenye dhambi na huyu mkewe ambaye anaitwa Hawa alipata kuadhibiwa. Hawa aliadhibiwa, manake nyoka ndiye aliadhibiwa akiwa wa kwanza, mwanamke akaadhibiwa akiwa wa pili, lakini pia mwanaume yule ambaye alihusishwa kwenye dhambi aliadhibiwa pia. Nikwambie siku ya leo, unaweza ukatenda dhambi na bibi yako. Unaweza ukahusika kwenye dhambi na bibi yako, lakini utaadhibiwa. Anaweza akakuhusisha kwenye dhambi, haitahesabiwa kwamba hiyo dhambi ni yake, haitahesabiwa kwamba ni ametenda dhambi. Utaadhibiwa kama vile yeye mwenyewe ataadhibiwa pia. Adamu aliadhibiwa kwa sababu ya dhambi za mke wake. Vile ambavyo amehusishwa kwenye dhambi na mke wake, hicho ndicho kilichosababisha Adamu aadhibiwe. Toka kwa Adamu ingia kwa mtu ambaye anaitwa Anania na Safira. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakauza kichaka, na baada ya kuuza kichaka wakakula jama na bibi yake, wapate kumdanganya Roho Mtakatifu, wafiche pesa zingine za kichaka. Na neno la Bwana linasema walipoenda kwa Petero, Petero akamuuliza huyu Anania, manake Anania ndiye alitangulia. Na ukumbuke wamekula jama na mke wake, amehusishwa kwenye hizi dhambi Anania, lakini ametangulia kupeleka zile pesa ambazo walikuwa wameahidi kwamba tukiuza kichaka tutaleta pesa zote kwa madhabahu. Na neno la Bwana linasema ya kwamba alipoenda mahali pale akaulizwa, hizi ndizo pesa ambazo mmeuza kichaka? Akasema ndio. Akaulizwa na Petro, na mbona mmekula njama mdanganye Roho Mtakatifu wa Mungu? Neno la Bwana linasema akaadhibiwa, akaanguka na akafa, akaadhibiwa. Hajatenda dhambi peke yake. Naye mke baada ya kuona mzee amekaa sana ama amekawia sana, na pengine kuna mahali walipokuwa naenda, akafuata kumwangalia mumewe, kwani kumeendaje kwenye lile hekalu amekaa sana.
Alipoenda pale naye akakuta, akaulizwa lile swali na Petro akaulizwa, pesa ambazo umeleta ndizo ambazo umeuza kichaka? Akasema ndio. Akaambiwa, mbona mmekula jama mdanganye Roho wa Bwana? Na neno linasema ya kwamba akaambiwa, hao vijana ambao wametoka kuzika mwili wa mzee wako hata hawajarudi, ndio hao wako mlangoni. Neno la Bwana linasema naye akaanguka akafa. Dhambi za kuhusishwa ama zile ambazo mmehusishana ni mbaya sana, na ndio manake tumetangulia na kusema kwamba hakuna aliye mwadilifu chini ya uso wa jua, na ambaye anajiambia ni mtakatifu, huyo ni kujidanganya, huwa anajidanganya. Ukiingia kwa maandiko mengine, kitabu cha Wafalme wa kwanza 21, unaona neno la Bwana linasema linaongea kuhusu Ahabu na Yezebeli na Nabothi. Neno la Bwana linasema mfalme huyu ambaye aliitwa Ahabu akaenda kwa Nabothi, manake Nabothi alikuwa jirani yake, na akamwambia kwamba nimependa hili shamba lako la mizabibu, naomba uniruhusu nikubadilishie, nikupatie mahali pengine sawa na hapa, nayo niachie hili. Lakini Nabothi kwa sababu ule ulikuwa urithi wake akakataa. Na neno la Bwana linasema akarudi nyumbani Ahabu akiwa amehuzunika sana na akajilaza. Mkewe baada ya kumwona akamwambia, unajisumbua nini? Ni nini kinachokusumbua? Na akamwelezea kile kisa chote. Baada ya kumwelezea, neno la Bwana linasema ya kwamba akamwambia, wacha kujisumbua. Yezebeli ambaye alikuwa mke wa mfalme akapanga njama jinsi ambavyo huyu Nabothi atauawa, na akapanga na Nabothi akauawa. Na baada ya kuuawa, Mungu mwenyewe kutumana, alituma nabii Eliya, na alipomtuma alienda kwa Ahabu, hakuenda kwa Yezebeli. Hata kama Yezebeli ndiye ameua, alienda kwa Ahabu, ambaye hii ni dhambi ya kuhusishwa, amehusishwa kwenye dhambi. Yezebeli ndiye ameua, lakini Ahabu ndiye anatumiwa nabii na Mwenyezi Mungu, na akaambiwa ya kwamba mahali ambapo damu ya Nabothi ilirambwa na mbwa, papo hapo ndipo pia damu yako itarambwa na mbwa. Usikubali kuhusishwa kwenye dhambi, usikubali kuhusika kwenye dhambi, usikubali kujihusisha kwenye dhambi. Na ukishajua kwamba umehusika kwenye dhambi ama umehusishwa ama umehusisha yule mwingine, kimbia kwa magoti haraka, tubu hizo dhambi, manake naye Mungu anaposhuka kuadhibu hata angalia yule ametenda na hata angalia yule ambaye amehusika, atawaadhibu nyinyi wote, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Neno la Bwana linasema ya kwamba Daudi alikuwa mtenda dhambi, na hakuna mtu ambaye alikuwa mtenda dhambi kama Daudi. Wengi walikuwa wanatenda dhambi, lakini Daudi pia alikuwa anatenda dhambi zaidi. Lakini punde tu Daudi angetenda dhambi, alikuwa anaenda mbele za Mungu na kuomba msamaha, na ananyenyekea sana, anajikosa sana mbele za Mungu na anaomba msamaha. Na ndiposa hata Mwenyezi Mungu anasema sijaona, yani nimepata mtu aliye na roho kama yangu, naye huyu mtu ni Daudi. Kumaanisha unaweza tenda dhambi ndio, lakini ukigundua kwamba umetenda dhambi, kimbia kwa magoti, kimbia mbele za Mungu, piga magoti, tumbu zile dhambi. Na ukishafanya hivyo utakuwa sawa, yani utakuwa umetakasika, kwa kuwa neno ndilo linasema ya kwamba hakuna mtu mwadilifu duniani atendaye mema daima bila kutenda dhambi. Ukishagundua umetenda dhambi, kimbia, omba msamaha. Unaweza ukahusika, unaweza ukahusishwa kwenye zile dhambi, na unaweza ukahusisha hata wengine kwenye zile dhambi. Kwa hivyo wale ambao wanajiambia kwamba ni watakatifu sana, wajue kwamba si watakatifu. Unaweza ukajikinga na useme kwamba sitendi dhambi, lakini utahusishwa, unaweza husishwa kwenye dhambi. Unaweza ukajikinga na useme sitahusika na uhusishwe.
Na hata wewe ukijikinga sana, unaweza husisha mwingine kwenye dhambi na upate ametenda dhambi, lakini wewe ndiye umemwelekeza tenda hivi. Kumbe lile jambo ambalo unamwelekeza ni dhambi, na ukajustify wewe mwenyewe kwamba sio mimi nilitenda, kwa hivyo mimi sio mwenye dhambi, ni yule aliyetenda. Lakini yule ambaye alitenda ni wewe uliyemhusisha. Kwa hivyo jua ya kwamba kuna dhambi za kuhusika, kuna dhambi za kuhusishwa, na kuna dhambi zile ambazo unaweza husisha mtu na atende. Barikiwa sana. Mungu akutende mema. Karibu, oh karibu kwa mshale wa neno, neno la uzima. Mshale